Mwezi wa 4 mwaka 2025 mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa Dar es Salaam hapa Kisutu chini ya hakimu mwandamizi mfawidhi mwandamizi Muhini ilikaa na kuweza kusikiliza hoja za pande mbili katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Ni kesi ile ambayo inahusiana na masuala ya kuchapisha taarifa zisizokuwa za ukweli. Sasa leo ilikuwa ni siku ambayo ni upande wa serikali kuweza kuleta kufanya majibu hoja zetu ambazo zilikuwa zimejileta kuhusiana na kesi nzima kuweza kuendeshwa kwa njia ya kimtandao badala ya kusikilizwa pande zote mbili mbele ya mahakama au kufanyika ana kwa ana mbele ya mahakama kama ambavyo kanuni na sheria za nchi yetu mara nyingi zinavyodai. Ilikuwa ni kitu cha asili. Sasa upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo na sisi tukawa tuna hoja zetu za mwisho kuweza kupinga au kuweza kusahihisha kile ambacho serikali walikuwa wamekisema, ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba ni haki ya mteja wetu kuletwa mahakamani kwa sababu yeye tayari katika ile siku tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alipata dhamana. Kwa kuwa hii kesi inahusu tayari ana dhamana, na kanuni za kesi za jinai ni kwamba mtu kiwa na dhamana ndani ya siku unapokuja mahakamani lazima kesi inapoitwa lazima utokee mahakamani. Uwezo ukasikilizwa katika kesi ya jinai ukasikiliziwa nyumbani kwako au kwingineko kwa sababu unakuwa uko nje kwa dhamana. Sasa mteja wetu katika kesi hii ndugu Tundu Antipas Lissu ana dhamana, na kwa maana hiyo yeye anatakiwa kila kesi inapoitwa kesi hii ya kuchapisha taarifa za uongo lazima atokee mahakamani. Sasa sivyo ilivyo, kwa sababu tumekuwa tunaendesha kesi hii kwa njia ya kimtandao, na mteja wetu akiwa anafahamu haki yake au haki zake za kisheria amekazania kwamba hawezi kushiriki. Kwa hiyo kule magerezani na vile kushiriki tumekuwa upande, sisi tulikuwa upande wa mahakama, mahakama ilikuwepo sisi wa upande wa utetezi, na mawakili wa serikali wao walishiriki kwa njia ya kimtandao, na kule gerezani wale maafisa wa magereza walishiriki.